Imetosha sasa. Gavana Gladys Wanga avunja ukimya na kumzomea Rais William Ruto kama mtoto. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga amejiunga na sauti zinazopinga vikali ongezeko la ukatili wa polisi nchini Kenya, akitaka matukio ya vifo vya raia mikononi mwa maafisa wa polisi kuwa ni ishara ya hali ya hatari kwa demokrasia na haki za binadamu. Kupitia taarifa iliyotolewa leo Jumatano Juni tarehe 18, Gavana Wanga alieleza masikitiko yake kufuatia kifo cha kijana Albert Ojwang kilichotokea akiwa kizuizini katika kituo cha polisi. Kifo hicho kimeibua hasira kubwa miongoni mwa wananchi na kuchochea maandamano ya kupinga vitendo vya maafisa wa usalama vinavyodaiwa kuvunja sheria kwa maksudi. Aidha, Wanga aliangazia kifo kingine kinachozua maswali mengi ya cha mvuvi wa miaka 36 katika kituo kidogo cha polisi Kipasi, eneo la Mbita. Taarifa ya upasuaji wa mwili wake inatarajiwa kufanyika katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Homa Bay ili kubaini chanzo halisi cha kifo hicho. Na katika muktadha huo, gavana huyo alitaja matukio mengine ya ukiukaji wa haki za binadamu yaliyoripotiwa jijini Nairobi, yakiwemo kupigwa risasi kwa mwandamanaji Philip Okech na mchuuzi Boniface Kariuki aliyepigwa risasi kwa karibu na afisa wa polisi aliyejifunika uso. Tukio hilo la kutisha lilinaswa kwenye video na kusambazwa mitandaoni, likizua hofu kuhusu namna polisi wanavyokiuka haki za binadamu bila kuogopa wajibikaji. Wanga pia alieleza hali ya Gabriel Mwita Chacha, mkazi wa kisiwa cha Ringiti mwenye umri wa miaka 34, ambaye alifikishwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Homa Bay akiwa na majeraha mabaya yanayodaiwa kusababishwa na kipigo kutoka kwa maafisa wa polisi. Maelezo haya yameongeza idadi ya matukio ya ukatili wa maafisa wa usalama dhidi ya raia, hususan waliokuwa wakitekeleza haki yao ya kuandamana kwa amani. Akisisitiza haja ya hatua madhubuti kuchukuliwa, Gavana Wanga alitaka serikali na taasisi husika kuanzisha mchakato wa kisheria mara moja dhidi ya maafisa wote waliotajwa kuhusika na mauaji ya unyanyasaji huo. Alitaka pia wahusika wakuu wa amri za utekelezaji ukatili huo kuwajibishwa kisheria kama sehemu ya kuhakikisha haki inapatikana kwa waathiriwa wote. Na katika mazingira ya kisiasa yanayozidi kutokota, kauli ya Wanga imeonekana kama wito wa ujasiri kwa viongozi wengine kukemea ukatili huu na kusimama kidete kwa ajili ya kuwalinda wananchi dhidi ya matumizi mabaya ya nguvu na mamlaka. Swala hili linaendelea kushika kasi huku mashirika ya haki za binadamu yakishinikiza mageuzi ya haraka ndani ya vyombo vya usalama.